Mungu ambaye ni Mungu mkuu ametuwezesha sisi wote siku ya leo kama wanaume kuwa ni sisi tumesimama kwenye mwanya, na tunalisifu jina lake Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya haya. An opportunity to serve in God's presence is wonderful. Na tuwaliinua jina lake Mungu wetu kwa neema na baraka zake. Hallelujah. Watu wa Bethsaida, Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. We usually say hallelujah is the highest praise. There is no other. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana kwa neema yake na nguvu zake, kwa sababu ya sisi kuwa tumekusanyika katika kikao hiki. Bwana ni mwema, ametenda mema. Hallelujah. Nimeokolewa na Kristo, na mshukuru kwa sababu ya neema yake na nguvu zake nyingi na mambo mengi ambayo amenitendea, lakini lile ambalo ni la maana sana na la msingi kabisa ni kuokolewa naye huyu Mungu. Wakati alinibadilishia maisha, ikawa maisha mapya, nikawa kiumbe kipya, huwa sitasahau na hiyo siku kuu ambayo Mwenyezi Mungu alinitendea mema. And I really want to thank God for His goodness and His mercy, because that was the turning point of my life, and my life has never been the same again, and God's grace has seen me through. Hallelujah. Amen. Nashukuru Bwana sana. Hata kama mimi mchungaji, hii niko kuelekea ng'ombe, lakini ile ya msingi sana, the foundation is all about Jesus Christ being my Savior. Na wale ambao hamjamjua huyu Yesu, come taste and see that the Lord is good. Na wakati anabadilisha, wakati anatenda sio tu ya hapa duniani, lakini hata ya ulimwengu ujao. Na ninamshukuru sana huyu Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kuwa wokovu. Number 2, congratulations wanaume. You look wonderful. The singing is awesome. We praise the Lord for that. Bwana asifiwe. Akina dada hawa wanaume wamesimamia kanisa vizuri. Yes. You appreciate them, please. Thank you. Tukali tunajikaza na tutafika hapo. Actually now the ministry is starting. Sasa ndio ni ishara ya tumawingu tudogo. Sasa huduma ndio inaanza sasa. And we believe that God is taking us far. Jambo la tatu, salamu nyingi. First of all, I apologize for coming late. Sio mazoea yangu kuingia wakati ibada imeanza. It rarely happens. Probably in the life of my ministry over miaka 10 na kitu, pengine ni mara 4 tu. This being the whole one, but something had happened and required my attention somewhere. Salamu nyingi kutoka kwa mke wangu ambaye hangeweza kuja. Asubuhi tulijadiliana, tukaambiana kwamba aende asimamie mahali ambapo, you know, I'm still on leave by the way. Isipokuwa nyinyi mnanitoa kwa mashimo. I'm still on leave. So when I'm on leave, there are those things I had planned ya kwamba tutayafanya. Sasa wakati hawa viongozi wameniruka kwenye mashimo yangu, she had to go and study for me somewhere. So sio kwamba hawapendi na wapenda sana, lakini sasa mahali ambapo nilikuwa niende, basi akaenda kuniwakilisha asubuhi hii ya leo. Bwana asifiwe. Napokea salamu zake. Thank you so much. Kuna watu ambao walikuwa wanahitaji mazungumzo kidogo, it's not preaching but kukaa na wao, waleta pamoja, kusaidia katika mambo fulani, and I believe she is able to the task. So she brought to Nairobi to do that on my behalf. Basi ikifika ni hapo, siku ya leo ni siku ya wanaume, na wametupea dhidi ambayo ni ya maana sana, utaua pamoja na kutosheka. Bwana asifiwe. Yes, utaua pamoja na nini? Kutosheka. Mmebeba Biblia zenu? Hata kama ziko kwa simu, tuinue. Wale hawana hata kwa simu, huwa tunajua mkono tu, in unison and naturally. All scripture is inspired by God. It is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be fully equipped for every good work. And the people of God say, Amen. As I keep emphasizing
on the scriptures, changamoto zote ambazo tunakumbana nazo hapa ulimwenguni, having a revival sermon is good, yes. Singing is good, yes. But let me tell you something. Kile ambacho kitakufanya uweze kusimama imara na dhabiti, it is the hidden word of God. Bwana asifiwe. It is not the written word, it is the hidden word. Neno ambalo wewe mwenyewe mtu binafsi umelificha ndani yako. This is the word that will save you during the day of trouble. Hili ndilo neno ambalo litakuongoza wakati watoto watakuwa wasumbufu. Hili ndilo neno ambalo umelificha ndani ya moyo wako na umefunzwa hili neno vizuri, ukalishika na kulielewa vizuri sana. Hilo ndilo neno ambalo litakusaidia wakati mambo makubwa na magumu yatakuwa yamekusonga. Hallelujah. That's why I lay emphasis on the word of God. Knowing the word of God, understanding the scriptures deeply, ni ya maana sana. Hallelujah. Very important. Na lile neno ambalo liliambiwa ya kwamba ya ulimwengu yote yataisha lakini neno litasimama, it is not the written word, it is the hidden word. What does it do? Praise the name of the Lord. Never miss that. The hidden word of God will save you during the day of trouble. Wakati unakuwa kwenye ICU inakoma na tunaomba usiende pale, and nobody else can be able to tell you anything. Kile kitu kinakelele mukagathini we machine na ngilango kuja moyo. Hallelujah. That is the word. Please, brethren, pay attention to the word. Pay attention to the word. And that's why it is important for us to learn the word of God. Basi tumepewa hiyo Biblia ambayo imetoka kitabu cha 1 Timothy chapter 6 verse 6. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Na hilo neno ambalo linahubiriwa mahali kote na wanaume siku ya leo, the whole church of East Africa Presbyterian, yasema hivi: but godliness with contentment is great gain. Hallelujah. Amen. It's a short verse, and I want us to memorize this. Please say after me: but godliness with contentment. Just repeat it with a smile. But godliness with contentment is great gain. Iseme yote sasa. Leo tunakaa wala watachukua huwa tunaambia watie yote sasa. Iseme yote is great gain. But godliness with contentment is great gain. Kama mwalimu wa Biblia, sitaweza kupitia somo lote la Samueli wa kwanza na vile Timotheo mistari yote 10 yenye tumesomewa, sababu kuna masomo mengi, and I will not do justice to the scriptures if I do that. Lakini nitayachukulia juu, lakini tutafuta mambo machache ya kutufunza as we look at the scriptures from a certain angle, a general angle, without going ile ya ndani sana, lakini tutaiangalia tukiwa mahali juu ili tuweze kuelewa. Jambo la kwanza ambalo ningependa kulifanya is defining these two terms because they are important. One, godliness, and number 2, contentment. Sababu hizo zinatengeneza mada ya PCMF mwaka huu. People think they know or they understand the meanings. Lakini ni vizuri kuwasimu. What is godliness? What is godliness? Godliness, kwa wale ambao wanaandika, is the quality or practice of conforming to the laws and wishes of God. Godliness is a quality. Please note, is a quality. Is a quality or practice. Ukiwa umepokea hiyo quality, basi you put it into practice of conforming, kuingiana to the laws, katika sheria, and wishes of God, matamanio yake Mwenyezi Mungu. That is godliness.
So you become godly if you conform. Kama umelingana vizuri na umeingiana kabisa na imekuwa hali ya mazoea, huo ndio utaua godliness. Sio tu siku moja kwa sababu umesikia mahubiri ambayo yalikuguza sana, alafu baada ya siku 3 ukayaachilia. Ni hali ya mazoea. That is what we call godliness. Sio ya siku moja, sio ya mwezi mmoja, lakini ni ya siku kadhaa. Ukiendelea ni hali ya maisha, it becomes a practice of conforming, kuingiana with God laws, sheria zake Mwenyezi Mungu, and his wish. Bwana asifiwe. Vile ambavyo angependa. Huo ndio utaua. Hallelujah. Umeushika. That is godliness. So wakati wana PCMF wanatuambia godliness with contentment. Let's go to contentment. In Laisa, this is a state of being satisfied and happy. Simple. The state of being satisfied and happy. It is possible to be satisfied simply because you are being pushed. Umesukumiwa jambo fulani na unasema haizuru, imetosheka. Na unasikia watu kusema umetosheka na maisha fulani na jambo fulani, lakini ukiangalia kwa undani sana hakufurahia. Alitosheka kwa sababu hakuwa na lingine. Praise the Lord. Hakuwa na lingine. Kwa hivyo because I was forced, I was coerced, I was uptwisted, haizuru. But the satisfaction ama contentment ile tunazungumzia ni kwamba you are satisfied and also happy. Umeifurahia. The situation you are in, you are happy about it. Praise the name of the Lord. Walio mnanisikia vizuri? Bwana asifiwe. Nitajaribu niwezavyo nifanye rahisi. Godliness with contentment, therefore, ni mtu ambaye amefuata sheria zake Mwenyezi Mungu, ameingiana na Mwenyezi Mungu kabisa, na anafuata matamanio yake Mwenyezi Mungu, na ako pahali pale akiwa ametosheka na anafurahia. Do you know there are some people who are Christians simply because they do not have an opportunity to sin? Kuna watu ambao wanaonekana kama wako na utaua ama uungu, godliness, lakini the environment has never subjected them to challenges where they can be tempted and either fall or stand. Kuna watu wamekosa kuanguka kwa sababu kutoka walipozaliwa walikuta wazazi ambao ni Wakristo, wakawanyorosha laini ya Ukristo, wakaingia kwenye kanisa. Walipoingia kwenye kanisa la Presbyterian Bethsaida, wakakuta miundo msingi ambayo iliwashikilia kila pande na kila pande. Maji kwa PCMF iko, wakinyonga ikona umasjidi wako, wakipiga slate PCMF wazee wa kanisa wanangoja pale mbele, wakitaka kurudi nyuma mzee wa kanisa kwa nyuma na mchungaji. Kwa hivyo kila wakati they have been guarded by doctrines, rituals, religion. Wait until you expose them to situations whereby they are not free. They see better than what you thought. Lakini all along walikuwa wakionekana watu wataua. Praise the name of the Lord. Watu ambao ni wacha Mungu. People who are godly. Ukiwauliza, they are not in church because they chose. They are in church because they found themselves there. And they aligned themselves with the systems of the church. The religious systems. Lakini ukimpea cheo mahali na pesa inapita karibu na yeye, hana shida kuichukua na kuitumia kivinginevyo kuliko vile ilikuwa imekusudiwa. We do not sin because we do not have an opportunity to sin. We make a deliberate choice not to sin although opportunities are there. Hello? What you move? Anani ya mosho.
Are we together, brethren? Can you encourage me with a good amen? Amen. You see, Mungu wakati aliumba shamba la Edeni na alitengeneza vizuri, aliweka miti yote ya matunda aina yote. And I usually tell people, God had the power ya kutoweka ile mti ya katikati. Alikuwa na nguvu. Na aseme nitaweka tu matunda yote mzuri yakae huko, Adam na Eve na all generations to come thereafter to enjoy paradise. However, Mungu aliweka huo mti katikati. You know why? Sema freedom of choice. Sema uhuru. Ili katika hali ya kumtii na kumcha na kumwabudu, it is not because you lack options. You should love God because options are there, but you have chosen the better option. Hallelujah. Are we together, brethren? So akaweka mti pale ili uamue ya kwamba mti upo, lakini sitaguza because I have another better option. Praise the name of the Lord. Mungu akaweka kana kaida na ina wako ya mtesio. Si ndiye alikuwa ameumba in the first place, bado pia ni pekee. Ndiye aliweka hiyo. Ili katika kumwabudu, usimwabudu kama mtu ambaye ameforsiwa. You are not being forced to love God. You are not being forced to love and worship God. You are not being untwisted by God. Akaweka mahali pale ili katika kumpenda kwako wewe kumpenda yeye isiwe ni kama hali ya kulazimishwa, iwe ni kwamba umeamua na umechagua. Hello. Praise the name of the Lord. Godliness with contentment. Na unasema na niko na furaha. Unashianora isidiko ya. Praise the name of the Lord. Shie moneda shiona. I can see them, but I have a better option here. Onashialaka. They are there, yes, but I will not follow them. I will choose them to be godly, and I am contented. And I'm contented, and I'm happy about it. Hello? Praise the name of the Lord. I am happy about it. Sio kuforsiwa, sijasukumwa, hapana, nimeamua mimi mwenyewe. Na kuna opportunity nyingine hapa inaitwa dhambi, lakini siko na haja nayo. I have chosen God and I'm contented, nimeridhika, and I'm happy, niko na furaha. Bwana asifiwe. Wanaandika na vile mtu yamenya dini ya CMF. Godliness with contentment. However, let me run through a number of things. Huu mstari wakati Paulo anazungumzia mambo haya inanifunza mambo fulani. Ya kwamba ni it is possible to be godly but you are not contented. It is possible. You look godly, you are seen to be godly, lakini hauna kuridhika. This is what the sons of Eli did. Watoto wa Eli walifanya hivyo. Walikuwa watu wanaonekana godly simply because they found themselves in the system ya ukuhani. Wala ni worship. Walijikuta kwenye system ya ukuhani. Na hiyo walikuwa warithi baba yao Eli. Sababu nakumbuka they were Levites kutoka Levi. Kwa hivyo katika huo utaua na ukiona hiyo maandiko inasema wakati Eli anakumbushwa na nabii mwingine kuhusu vile baba yao alichaguliwa Levi. Kwa hivyo walijikuta kwenye system, sasa kujikuta kwenye system. Kuna watu ambao ni wataua simply because they are in the system. They are not godly because they have chosen and they have made an effort to be there and they are satisfied and they are happy. No. They have found themselves in a system. Kuna mtu aliolewa ambao unanisikiza akajikuta kwa Mkristo. Akabiwa huko tukia ndani na mimi ni wa PCMF ama mimi natamani. Na kanisa langu linaitwa PCA Bethsaida.
na wakaja na wakajikuta kwenye system. Probably wamejikuta wakiwa mpaka viongozi, probably wamejikuta wakiwa deacons. Pengine unaweza jikuta hivyo hata ukiwa mzee wa kanisa, and probably can find yourself in the system na ukuwe mchungaji because of the system. But this is not what God intends. Watoto wa Eli walijikuta kwenye hiyo system whereby wao automatically wangekuwa makuhani, na ilikuwa katika hali ya ukuhani ya kwamba wakati nyama imetolewa dhabihu na iko mahali pale ikichemka, basi inachukua mti mrefu yenye meno matatu, inawekwa ndani sababu huwezi pita, kenye utadunga bila kuona. Hiyo ndio utatoa kama kuhani, na ndicho chakula chako. Tumeelewana? Na wewe takongorofi ulikuwa unadunga nayo ikiwa na meno matatu, kwenda kutadunga bavu ama mguu ama mkono ama sijui nyama ya wapi, yenye utadunga bila kuona, utoke nayo ile shetone morofi. Hiyo ndio ingekuwa chakula chako kama kuhani, kwa sababu ni chakula cha dhabihu na ilikuwa inachemka. Lakini wana wa Eli ambao walikuwa ni watoto jeuri, hawakutaka kufuata ile. Wao walikuwa wameoja ingine inaitwa nyamcho na wakasema wanataka kupewa kabla haijachemka, waenda wakachome wakikula na wanawake. Kwa hiyo walikuwa wanaitisha kwa nguvu, wanasema kabla ichemshwe nipatiwe, na kama hunipatii nachukua kwa nguvu. Si mmesoma hiyo? These are fellows who are in a religious system, but they are not godly, and they are not contented even with the system itself. They are not even contented with the rituals that are done and the traditions of the sacrifices. They want their own way. We have had people who want their own way. Tuko na watu ambao wangependa kuenenda katika njia zao. They wanted more and in their own terms and conditions. Kuangalia, sikizeni vizuri. Wanaume wanakuambia siku ya leo dakika wako ni wao ndio hapa. Praise the name of the Lord. It is not about my own terms and my conditions. No. It is about the terms and conditions of your Father. Hallelujah. Let me tell you where we are going wrong. As 21st century Christians, tunataka kuja kwa Mungu na masharti. Listen to me. Tunaenda kukaa kuangai with our own terms and conditions. It doesn't happen that way. Hallelujah. We belong to the kingdom. And when you go to that kingdom, obey the rules and regulations of the kingdom. Niliona watu wakitafuta visas na green cards, wawe citizens wa nchi zingine. Even if today I wanted to be a citizen of Uganda next year, na mimi nasema nataka kuwa citizen huko, I must agree to abide by the rules and regulations of Uganda. Bwana asifiwe. Digini kumatu wale la Kenya kuikara. Oh no. Huku ni Kenya, Uganda ni Uganda. Kenya tunalipa rates kwa county government. Rates za mashamba na plots. Ukienda Uganda unalipa kwa kabaka. Sababu shamba zote ni za kabaka. You don't even pay to Museveni. Praise the name of the Lord. Enda upeleke sheria yako huko, utafukuzwa. Useme mimi nitapeleka kodi langu kwa Museveni. Let me tell you, you will get it wrong. Because mashamba Uganda ni ya nani? Ni ya kabaka. You don't go with your own laws and regulations. That is a different kingdom from where you are. If you have chosen to come into this kingdom of God, kama umeamua na umechagua kabisa kabisa ya kwamba wewe ni wa ufalme. Hallelujah. Basi lazima be ready to abide by the regulations of the kingdom. Wala ni amosho. Akina dada wanalala sana. Sijui kama kwa sababu leo mlisukumwa juu. Ama ni sababu katika ile hali ya wimbo kwa kutayarisha moyo kusikia neno la Mungu simama. Usimame kidogo. Sio wanaume. Ya kina dada na pia usimame kidogo. Wanalala wengi. Na no kutia point yemwe kutia programete ndio wa koma. Amekutia. Ndio
Eulu kama arume wake huyu. Kuna isipokuwa wale wana watoto na yule ambaye anaweza kuwa mgonjwa, hii point itafunza mkiwa mmesimama. When we are not contented, we are always looking for more. We are, although we are Christians, we are in the run for something more and better. And this is the thing. Each of us na kinadada kusikia leo ya mara Jamaica ile jongo leo mudikireni. Kiwokera ntatere. Ndiria wala kuinganira. Wakati umekosa kutosheka, you want something more and the more and the better and the better. Wala ni emotion. Praise the name of God. Na unasukumana na maisha, na unang'ang'ana, na unapambana ukitafuta na kutafuta na iko na shida yake na tutaiona baadaye. Sasa tupigeni makofi mkiketi. Ukiona umekoma, ndio tupigeni thank you. Usilale tena. Ukiona mtu analala, unamwambia amke. Ndio sababu tutalipa kama nyinyi nyote. Swali. Question. Why is it important to be contented? Kwa nini turidhike tukiwa na furaha? Jibu. Wakati tunakosa kutosheka, tunaingia kwenye kuna mazao. Evil, sin and ills of the world zinaingia. Unakuta watu wanakuwa greedy, they become greedy. They become corrupt. They have what we call lies. Some enter into robbery. Sababu unaitaka, hujatosheka, lakini unaitaka na hauna uwezo, hauna namna, na iko na ndugu yangu hapa, kwa hivyo naanza kufanya michoro ya uovu ndani ya moyo wangu bila bado taipata. Bwana asifiwe. Umeajiriwa, haujatosheka. Sisemi this truth. We are not saying that you do not have the desire to become better and better. No. But we are saying, check your appetite as you go up. So that as you go up in a godly manner. Wakati actually our God, Mungu wetu, moves us from one glory to another. Lakini kuna wale ambao sababu wamekosa kutosheka ile ya kweli, wamekosa kuridhika ile ya kweli, they want to get it in their own terms. Hapo ndipo tulikuwa in their own terms. Kwa hivyo unajikuta umeajiriwa nyinyi nyote na ni wewe tu ambao umejikuta kwa hii kampuni hii. Sasa these are the people employed in the same company. Wote wako na magari, ni wewe tu huna. Sisemi usiombe Mungu na utie bidii kuipata, lakini unakuta simply because all my colleagues are driving, therefore kama kuna pesa ya Mungu imekaa vibaya, vitaibeba ili nifanane na akina nani? Na wenzangu. This is what God is counseling us against. Godliness with contentment. Na watu wamekibishana na mambo, kwa sababu kila mmoja wa my friends and my buddies wako na kwao, na mimi nikukondesha. Then najikuta unafanya maovu ili kuwafikie. Ukifikiria wenzako wote wako kwenye kiwango fulani, basi unatalaki Mungu na unaasi Mungu, unatafuta njia zako mbinu mbadala ambazo sio za kiungu kufikia malengo. That is what the Bible is counseling against. Let me borrow this from chairman wa PCMF wa church hii yetu ya kanisa hili letu la East Africa. Let's run through something he is calling the 7 S's. Nizielezee kidogo tu, alafu tumalize. Anasema wakati unakuwa contented, ama uko na contentment na umeridhika, you exhibit the following 7 S's. Najua wamepitia hii, ili wacha nielezee vizuri kwa kinagabana. Men, the first one is men, and hapa siku ya leo naongeza women. Men and women of substance. The first S. Wakati unaridhika, you become a man or a woman of substance.
Bwana asifiwe. That's the first S, substance. Kumaanisha ya kwamba you know your worth. You know your value. Worth. Unajua wakati tunasema worth, W-O-R-T-H, ni value yako, githeo kile wewe. Wakati unatosheka, unakuwa na heshima yako. Watu wesi kanyaka wewe sababu wanafikiria wewe ni level. Hiyo ndio level yako na unafurahia, and you know it, that's your worth, and you are proud of it. Hallelujah. Dunia hii iseme lazima wakati mmoja kuwe na mtu aliye juu yako na kuna mwingine chini yako. Always, every hour, every minute. Ukienda kwenye biashara, hata kama wewe ni mfanyabiashara mashuhuri sana elia ya Langalanga, tukipanuka tu kidogo tuongeze 1 kilometer square, there is somebody above you and there is somebody below you. Either in academics, hata kama wewe hii shule ndio ulikuwa na number 1, ukifika unakuta magwiji ambao wanajua zaidi kuliko. But there will always be somebody above you and below you. When I was doing ACBE, those many years ago, I left as the best boy in our primary school. Ile niliwaambia, sijui kama niwaambia, ile tulikuwa tunaenda tukiwa na bila viatu. Na imefagiliwa sababu haikuwa na floor. Imefagiliwa imekuwa na shimo katikati. Na haikuwa na madirisha. By the way, ndio ikagero kule ukienda. Haikuwa mlango opening ilikuwa ya haraka ni wewe vitu. Iko na mlango na iko na space ya dirisha, lakini grill hakuna. Huko wakati mwingine ukichelewa nitoa idara na mahoa. Teacher on duty asituone, unarukia kwa dirisha na kwa kiti yako na unaketi. Ona mwalimu wakati kabla kiburi. Ni akigana alikuokoa. Akigaruka nikoza pale. That the school I school. Now in this school I left as the best boy. When I went to that high school ambayo iko na usitini kwa Kisangani hivi au kwa Morana kwa milima, I left with 500, ilikuwa wakati wa 700. Na primary school ya nishiki kupata 500 hata nilipokuwa huko kupigana. So I left with 535. Went to Jesus High School, found people with 6 or 9, and I was like, Jehovah. No, I didn't even get Bana asifiwe. Let me tell you, in life there will always be somebody who is above you and somebody who is below you. Hallelujah. Tosheka. Ambia mwenzako tosheka. Mwambie ridhika katika utaua. You know, godliness with contentment. And you know you are worth because you're man and woman of substance. Number 2, you become man or woman of sacrifice. Man or woman of sacrifice. Wakati unatosheka, you can sacrifice for your home, you can sacrifice for your church, you can sacrifice for your country. Because in your level, umetosheka, and you know, I have powers in my level. I don't have to wait until I become the governor. I don't have to wait until I become an elder. I do not have to wait until I become a deacon. In my level, I can do exploits. Hallelujah. And therefore, I will sacrifice at my level. Kuna watu wamekosa kusacrifice simply because they are looking until, or they are waiting until they get to the next level. No. Become a woman, a man, a woman of sacrifice. Let me tell you, kwa kuingamira, by the way, kutoridhika. You just have to look at our political setup, especially Saidi, inaanza kuchemka ikiendana. Kuna mtu ambaye hatosheki. Sisemi that you should not dream for more. Dream, keep dreaming. Lakini kuna mtu hatosheki. Mimi sitaki kuambia mimi mambo ya mrengo fulani ama mrengo fulani. Mimi ni mchungaji wa watu wa mirengo yote. Sawa sawa?
Hiyo ni eleweke. Yangu personal nitaka kwenye kijisanduku hamtajua. Lakini for the time being mimi ni mchungaji wa mirengo yote. Lakini katika kusikiza yale mambo inaendelea, nasikia kuna wengine wanasema hapana, hii serikali iko hivi, wengine hatutaachia wewe, sijui hatutafanya nini. Inakwambia kitu. That somebody knows somebody has already stolen. And many people have stolen to make sure they maintain power or get to a higher power. What does it mean? Whoever they are, na hakuna mrembo mzuri baada ya kusema kakanywa. Kama mtara na hili. Hakuna mrembo mzuri kuliko mwingine. All those you see are politicians doing interviews. Wakati wanakuja kuambia mimi nitafanya, they are simply politicians doing interviews. Wakipita mtihani ama interview, wape kura yako, wanapata kazi. Simple. But let me tell you something. When they are doing that, some of them have stolen. Look at the political statements and whatever is happening. Don't be contented. One has a feeling. Be contented. Because you can sacrifice for your country. There are some people ambao wamelipia nchi gharama. Kuna watu wamelipia kanisa gharama. Kuna watu wamelipia nyumba zao na familia zao gharama. Lakini kuna wengine hawawezi. Wanaweza kulipa gharama kama wanajinufaisha wao wenyewe. Lakini kulipia hii kanisa gharama ya kwa yote, na wako na msemo ya Wakikuyu. Hapo ikikalia ya karibu. So, hawezi. Number 3. You become, wakati nakuwa umeridhika, you become man or woman of self-control. Then that S is self-control. Men who can put, and women who can put their desires on check. Hii nyingine, kuna wakati nilikuwa ninafunza watu, na nikawapea mtihani. Na katika mtihani niliwaambia, nilikuwa najifunza mambo ya matunda ya Roho Mtakatifu. Simple lesson. Fruits of the Holy Spirit. And also gifts of the Holy Spirit. Tunaitwa katika kitabu cha Wagalatia. Simple lesson. Na wakasema hayo tutajua. Kaambia mnajua hamtaki kusoma hii. Hebu semeni zote wakasema. Walikuwa nadhani nawaambia tumememorize. Then I gave them a piece of paper kila mmoja wao. They were about 10 of them. Waambia, please, if it is simple, write for me matunda mbili ambayo unajua hauna na uweke mstari katikati. Pande hii nyingine uniandikie kipawa, gift ambayo unajua uko nayo. Natoa ile ile. Anga mtakani katika mawazo yako na moyo wako. 2 fruits of the Holy Spirit that you know, that is it. Hii sina wanamauti unasikia leo ndio unatumiwa sana. Sio kama kwa sababu umekaa hapa mbele. Chama leo amesukuma mbele sana. Lakini sawa. But I want you just genuinely 2 fruits of the Holy Spirit that you know you do not have. Alafu nikaokota makaratasi ili nijue tutafunza nini. And I found 2 and I have repeated that exercise for 7 years with different groups and the results are the same. Self-control and patience. They follow each other in that order. Self-control and patience. Na wengine kwanza ni wengine ambao wanahitaji kufunzwa sana. Kuna wengine wanafurahia makosa yao kutokuwa na tundalio. Iko jambo kingine ndio la karibu. Na ungeendelea karibu mwele. Ukila karibu lao. Asili za mimi. Kulikuwa na mtu yeye ana maovu. Hapo na shida mahali nataka kufungwa furahi. Bwana asifiwe. Hivi kuna karibu. Lakini wale wengine patience, kujea mambo itendeke, wanakimbia mbele. When you are contented, you check the levels of your self-control. The temptation to tell you, go, are high. But you listen to the voice of God tells you, wait. Itakufikisha. Hallelujah. Watu ambao hamna self-control, Bwana asifiwe, hawako hapa. Wale hawana patience, praise God, hata hapa. Sawa, wale yaroke bosho. You become man and a woman of self-control. Number 4,
become a man, a woman of salvation. Actually, those who have accepted Jesus Christ as their Savior, and they are also ready to testify that He is Lord. Salvation. That should have been number one. Najua kuna watu ambao wako wengi sana hapa ambao hawajaokoka. Lakini let me tell you, when you are contented, you know the value of your salvation. Praise the name of the Lord. Ado ibora hapo ni kutangana. About 13 years ago, nilienda mahali ofisi Nairobi. I think kule kwa NSSF. Pale ni juu. Na wakati nilienda, I was dressed just like a Mjugani. And they sang me, you know, what I wanted, documentations, nini na mambo hayo yote, na watu wale nilikuwa nataka wale wa NSSF. After wamenisema vizuri sana kwa haraka, mmoja akaona nitaondoka kabla hajaniuliza swali. Na ilikuwa inamchoma choma. Akaniuliza, and she was a lady. Akaniuliza, how old are you? Nikamuuliza, why? No, just asking. Nikamwambia, I'll already tell you if you tell me the reason why. Anambia, unajua nimemkalia. So you can imagine, take me 13 years ago. I was still a Mjugani. But 13 years ago, a lady, she looks at me and tells me, do you want to be the Quran? That was the question. Do you want to be the Quran? Nikamuuliza kwa nini? And she told me, nimezoea kuona wachungaji wazee. Mimi sijaona mchungaji yangu kama wewe. You see, that tells you something. The question that hit me so hard was, why should I? And I said, why should I? Culture inaweza kuwa imezoea wale wamekomaa zaidi ndio wanafaa kuwa wachungaji. But men who are contented, because by the way, niko mchungaji wa kutaka na kuvutiwa na mwito na nimeridhika na niko na furaha. Bwana asifiwe. Hata mkisikia kijana sana, hata mkaniambia present yangu ni kubwa kuliko ya present, kuelekeza watu mbinguni. Bwana asifiwe. Hiyo ni kazi nzuri na ni kazi ya maana zaidi. Najua present hata by the way, have you ever known it is only mchungaji watu wakifa ya kazi yako? Because you are the only one who knows the way to heaven where these people are going. Kama wengine hawajui. Na kanisa inaitwa ndio kuja kanisa yote. Hata wakiokoka maneno yao yote, hata wale ambao wanazikana saa 12 jioni, wakiokoka yao yote, waide dinashara no maleta kanisa ndio yeye. Todo kuma hau tutio ya godiaga, na ya godiago, hiyo ni yemo. Bwana asifiwe. So see kazi nzuri ya His Excellency the President ikafika kwa barabara stima na nini, lakini yangu inaenda zaidi. So I'm contented and happy. What are worship? Now listen to me. Number 5, you become man or a woman of solutions. Wakati unakuwa contented, umeridhika na level yako, unaanza kupeana suluhisho. Kuna watu dunia hii na hata kwenye kanisa hili, when we are looking for a better solution, they are the problems themselves. Sababu yeye hajatosheka. Kuna kitu anasikia hapana, imebaki. Mimi na kabla hatujafanya hii na hii na hii. And by the way, you know, being contented is what made us become a parish. Because tumetosheka, hata kama tuko chini ya tuko galaxy. We are contented. This is our level and we are happy about it. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kama ningekuwa wale wachungaji ambao hawajatosheka, ningewaambia kwanza tujenge, tumalize, tufanye na hiyo ingine ilebeke, iwe na hiyo ingine mpate, niwaeleze mpaka Eldoret tupate Eldoret na Nairobi. But when you are like that, you become a problem, not a solution. Be contented in your level. Whether you are driving or not, be a solution there at that level. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Can't hear you.
Bwana asifiwe. You become a solution of a problem because you are contented in your level, you are happy about it. Hallelujah. Amen. Number 6. So, please don't be a problem to this church. Don't be a problem to your family. Don't be a problem in your workplace. No. Look for solutions there. Tafuta solution happen. Number 6. You become men of satisfaction. Men and women of satisfaction. Hii ni tofauti kidogo na ile ambayo tulikuwa tunazungumzia hapo mbele. Yaani contented men and women will achieve and move to the next level through godly means. That's beautiful. Being satisfied is different from stagnation. Did you hear that? Sitaki watu kwa tafsiri funzo za siku ya leo as if meaning that being satisfied you are living. I don't want you to understand today's lesson. To me, contentment is lack of vision and dream. No. You should have dreams. You should have hope. And you should desire something better. But the means to get there must be God. Hallelujah. Must be God. And finally, number 7. Wakati tumeridhika katika utaua, godly contentment, we become men and women of service. Men and women of service. Watu ambao they are there, they are available, they participate, they contribute, wako mahali kazi inafanyika. Kama kazi ni ya kuwa pale. Kama kazi ni ya maombi, omba. Kama kazi inahitaji mali, toa. In your level, don't wait until you get to the next level. Hallelujah. You see, I think it's Women's Guild I was telling here the other day. I can't remember when. Kuna hii haja mazoea tumezoea kusema wakati watu wanataka kujitia hamnazo na hawana shughuli na ile mambo inatendeka, wanasema anga ile vitu mukundekera. Sorry for those who don't understand Kikuyu. Get someone to translate because it moves out very well in Kikuyu. Wakati watu wanatembea na sababu mukundekera ikoretwo hamwe na inyuĩ ona rĩrĩa mwathiaga mahoya kwa ida wangalia ndiarĩ kuo, ona rĩrĩa PCMF mwarĩ kuo, ona rĩrĩa tũthiĩ mũraceraga kuo na ndiarĩ kuo, no tũrarĩ hamwe ngoro-inĩ. Uongo. Maheni. Uongo. Where prayers are needed, pray. Where presence is needed, be there. Make your body move. Put it on. That's why you have a body. So that when I see you and I don't see spirits, I see bodies. When I see you, you become a blessing. Onotari besha. Brother, kama tungesema PCMF iko na watu wanaume wakae nyumbani, unakoe kwa magoti mamaru ni ndio kiraona. Do you know sometimes you are blessed just by presence alone? And that's why you hear wale watu ambao wamefika level nyingine where they are paid for just presence. Okay, kama mtu to grace the occasion. Hebu semeni to grace the occasion. Yaani unasikia tu fulani atakuwa na lingine atakao unajua kuna wakati shule watoto wangu wanasomea. Wazazi tuliitwa tukaambiwa mambo fulani, tulikuwa tunafunzwa mambo ya CBC ikianza. Sasa wazazi wengi huko wanataka kuja. And the proprietor said, and the PLO Lumumba will grace the occasion. They came to listen to PLO because they knew he would say something important. But before he stood, director wa masomo akakuja akaongea masaa mawili akafunza. PLO akaongea 7 minutes
and people collapse. That's the secret. There's some fellows who are paid not for the amount of time they have put in place, but the value they bring. Are we together? Hiyo mambo tutasoma kiendelea. Sasa tunakuwa parokia. Tutawafunza mengi na roho huko bingi kabisa. Lakini for now, Biblia inatuambia be there. Be a man or a woman of service. Mahali tunahitaji maombi, be there pray. Where we need power of presence, be there. Where we need you to just contribute whatever you have and you move on. That is because you are content. Hallelujah. Nilibaya sana kumaliza hii without telling you consequences of lack of contentment. Ndio nimaliza injili ya leo. Consequences of lack of contentment. Number 1, iko kwenye mstari wa 32 kitabu cha kwanza kilichosomewa. Verse 32. Inasema hivi: nawe utalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli. Kama hekokonga wala nyumbani mwako hakutakuwako mzee milele. What a bad curse to Eli and his sons. Kwa kimombo inasemaje? Nasema, and you will see distress in my dwelling. Although good will be done to Israel, in your family life there will never be an old man. Kirudi kidogo Marikuwa Mariere, family yao, ndio wametuwaya shia. Na yeye hakuwafunza. Ndio maana wakati mwingine na vurugu na hawa kutoka lini na ndio sasa hivi nafanya mentorship. Lakini ni sawa kazana ili watoto wakae vizuri kuwaona na nini. Tomorrow I have an appointment with my firstborn shule ili niende niulize tangu tulipoachana umekuwa namna gani? Unasoma aje? Walimu anasema aje? Do you know you do not have to wait for the school clinic. Unajua ile clinic pangwa laini hivi, unaona walimu wote wa subject zote. Na mnakuja mtu wa wazazi 100, unapanga foleni. Huyu mwalimu dakika 2, huyu mwingine 2, mwingine 3. Value man. Why don't you create your own? You have the right to your children. Go there and tell the school, I need 3 hours with the teachers who teach my children. When you have weaknesses and strengths. That's what I'm going to do tomorrow. Starting from 2 p.m. mpaka jioni. Nikae hapo, niambiwe mambo ya kijana. Mie kwa hesabu anakuja ananiambia. Because it's my right. He is my son. I'm the father. And when he came out, okay, I don't want that. So I have to be there tomorrow. But as a parent, hiyo ni parenting kama sasa speaking. Niko na mengi ya kuambia. Haya. Acha tugawe sana. Now, number 2. Plunging into ruin and destruction. You see, katika kitabu cha kile tumesomea cha Timotheo wa kwanza. First Timothy chapter 6 verse 9 mstari wa 9. Biblia inasema, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwakosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. That is the second consequence. And I want to read it in English also. Bible records. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. When you are not contented, you plunge into ruin and destruction. Watu wanakuruta huko sababu nataka hii na ile. Number 3, na mwisho. Consequence. Mwiba wa kujidunga. Semeni mwiba wa
piercing self with grace. Huko mstari wa mwisho ambao tumesomewa wa Timotheo. Verse 10. Inasema hivi, nisome, maana shida moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma. Please know the word. Hawajachomwa, kujichoma kwa maumivu mengi. Kwa wale ambao wanaelewa lugha ya Kimombo inasema namna gani? Verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Sio kusema pesa ni mbaya. Hiyo mapenzi ya kutotosheka ndio baya. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Wamejiduka wengi ambao wanasikiza siku ya leo. They have pierced themselves. Wamejiduka. Please have godly contentment. Hallelujah. Anaweza kujiduka hapa, ukienda pale unajiduka pengine with many griefs. And you are always sorrowful because you are frustrated with life. May the Lord God Almighty help us. Tusimame tuombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu kutupea nafasi ya kulisikia neno lako na kutufunza, Bwana wa majeshi. We want to come before you. We want to say thank you for loving us and taking good care of us. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo linatoshana na wewe. Endelea kutufunza na kutuonekania. Help us, O God, to have godly contentment. Even as we climb up the ladder, even as we become better and better in life, help us, O God, to be godly and contented with you. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Take your seats.